Allah subhanahu wa ta'ala ametufanya sisi wanaume kuwa ndio wasimamizi wa familia zetu, na sisi ndio tulio na masuhulia, tumebebeshwa majukumu ya kwanza na sheria ya Uislamu. Allah subhanahu wa ta'ala ametuchagua sisi tuwe hivyo kwa hikma anazozijua yeye al-Maula jalla wa ala, kama anavyosema ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Wanaume ndio viongozi wasimamizi wa wanawake, viongozi wasimamizi wa wanawake. Wanaume ar-rijal qawamun ala an-nisa, wanaume ndio viongozi na ni wasimamizi wa wanawake kwa mambo mawili: bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim, kwa sababu ya vile Allah subhanahu wa ta'ala alivyowafanya bora, akawafadhilisha wanaume juu ya baadhi nyingine ambao ni wanawake. Wanaume wakawa bora jinsi yao juu ya wanawake. Hivyo ndivyo Allah subhanahu wa ta'ala alivyofanya, kwa sababu yeye yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, ndiye anayeumba anachokitaka na anayemchagua na kumfadhilisha anayemtaka. Kwa hiyo akamfanya mwanamume kuwa ni msimamizi, kwa sababu yeye ndiye mbora mwenye fadhila juu ya mwanamke. Jinsi ya wanaume iko juu zaidi kuliko jinsi ya wanawake, na ndio maana pia hata katika jambo la risala na utume kazi hii wakapewa wanaume. Lakini wabima anfaqu min amwalihim, na kwa sababu ya kile walichokitoa katika mali zao. Mwanamume katika jambo hili la ndoa ndiye anayetakiwa atoe mahari, pamoja na kwamba mwanamke pia ataka ndoa, anahitajia ndoa kama vile anavyohitajia mwanamume. Mwanamume anahitajia ndoa kama vile anavyohitajia mwanamke. Lakini wewe mwanamume ukitaka kuoa, watakiwa utoe mahari wewe. Hili ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, unapoishi na mke wako, baada ya kuwa kashakuwa mkeo, tayari majukumu ya kifedha yote yako juu ya mume. Wewe ndio utajua mke wako atakaa mahali gani. Kama kuna gharama za makazi, anayezitoa ni mume. Wewe ndio utakayejua mke wako atakula nini siku zote, tangu ameingia kwenye himaya yako mpaka mtakapotengana, ima katika hali ya uhai au hali ya kifo. Lakini wewe utakuwa una jukumu la kutoa posho na matumizi ya mke wako, hata kama mwanamke anao uwezo wa kufanya hivyo, hata kama mwanamke ni mfanyakazi, lakini bado wewe utalazimika kutoa. Hivyo hivyo katika suala la mavazi na mengineyo, wewe ndio mtoa huduma wa kimali katika mkusanyiko na muunganiko wa ndoa. Kwa hiyo wabima anfaqu min amwalihim, ndio maana wakapewa kawama na usimamizi. Usimamizi huu ni amana na ni masuhulia. Kwa hiyo wewe ni kiongozi kwenye familia yako, lakini ufahamu kwamba utakwenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya huu usimamizi uliopewa. Na kitu kikubwa zaidi ambacho unatakiwa ukiangalie katika familia yako ni matangamano mazuri na mkeo. Tumeumbwa tukiwa na madhaifu mengi sana, wa khuliqal insanu dhaifa. Hivi ndivyo alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala aliyetuumba. Mwanadamu ameumbwa ili hali akiwa ni dhaifu, mnyonge, ana mapungufu mengi. Wewe mwanamume una mapungufu yako, lakini mke wako utamkuta na mapungufu makubwa zaidi kuliko yako. Katika yale mambo yenu ya kibinadamu ya kawaida, unahitajika kuwa na subra ya hali ya juu ya kumsubiria mke wako ili ndoa idumu. Na lazima uwe ni mwalimu bora wa kumwelekeza mke wako kwenye yale mapungufu yatakayodhihiri kwake. Lakini matangamano mema ni alama ya kwamba wewe ni mwanamume uliyekomaa.
Ukishindwa kutangamana na mke wako kwa uzuri, ina maana kwamba wewe ni mwanamume mpungufu, umefanana na ule mkeo. Yani wewe na mke wako mmefanana katika tabia na uwezo wa kufikiri na kutatua matatizo. Haitakiwi kuwa hivyo. Wewe unatakiwa uwe zaidi yake, kwa maana sasa wewe uwe ndio muamuzi wa kutoa maamuzi sahihi yaliyojaa busara na hikma na subra katika kuilea ndoa yako. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Haya ni maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mtu bora kwenu ni yule aliye bora kwa watu wake, kwa familia yake. Wewe ukiwa mtu bora kabisa katika familia yako, wewe ndiye mtu uliyekuwa unahesabika mbora kwa watu. Na mimi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, na mimi ndiye mbora kwa familia yangu. Sasa watu wengi utawakuta wanapokaa nje na marafiki zao na jamaa zao, wanakuwa wakarimu, wanakuwa wacheshi, wanakuwa na hikma, wanakuwa na busara, lakini akirudi nyumbani kwa mke wake anakuwa yeye ni kama vile katika zabani ya motoni, mkali, msusuavu, hana huruma, na hatimaye inakuwa ni mateso na adha kwa yule binti. Hili utakwenda kuulizwa nalo siku ya Kiyama. Sasa alama ya ukomavu wako na kwamba wewe ni mwanamume wa kisawasawa, Waswahili wasema rijali wa kisawasawa, ni kuonyesha kwamba wewe umemudu kuiongoza familia yako kwa hikma na busara, na mke wako apata faraja kutoka kwako. Waashiruhunna bilma'ruf fa in karihtumuhun fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khayran kathira. Tangamaneni nao na ishini nao hao wanawake kwa wema, na kama mtachukia kwa wao jambo lolote, kama jambo baya wewe hulipendi, huenda ukachukia kitu, lakini Allah akajalia ndani yake kwa huyo mke kheri nyingi tu. La yafrak mu'minun mu'mina, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema la yafrak mu'minun mu'mina fa in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Mu'min, muislamu, mume asimchukie mke wake, asimchukie mu'min mwanamke, yani mkewe. Huenda ukachukia tabia fulani, lakini ukaridhika kwake yeye kwa tabia nyingine. Kwa hiyo mimi natarajia kwa maelezo haya mafupi ambayo tumewafikishwa na Allah kuyatoa, utayachukua haya na kuyafanyia kazi, na ninakuhakikishia kwa kuwa sheria ya Allah haiko kimchezo mchezo, na kuhakikishia ukiyasimamia haya kwa haki na kwa ikhlas, utafanikiwa kiasi kikubwa sana katika jambo la ndoa yako. Lakini ukiyapuuza haya, ukawa ni mazungumzo tu, ukienda kinyume na utaratibu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika maisha yako na ahli zako, basi asara itarudi kwako na kwenye familia yako. Na sisi